Ndio mama, ndio. Ni tukio la kusikitisha, tukio la kuhuzunisha lililoikumba familia hii baada ya mvua kubwa kunyesha katika mkoa wa Morogoro. Mama huyu anaeleza kuwa siku ya Jumapili iliyopita alikuwa shambani pamoja na mume wake wakifanya shughuli zao za kawaida. Hata hivyo, mvua kubwa ilipoanza kunyesha, mume wake aliondoka kidogo kutoka pale walipokuwa. Na hapa mama huyu anaeleza ya kwamba tangu mume wake alipoondoka kidogo pale walipokuwa, hakuweza kurudi tena mpaka hivi sasa. Familia imekuwa ikisubiri kwa matumaini makubwa, wakizani ya kwamba huenda angerudi. Lakini jambo ambalo linahuzunisha mpaka hivi sasa, zimepita takribani siku 4 bila taarifa yoyote kuhusu alipokuwa mume wake. Hali hii imeiacha familia katika majonzi na sintofahamu kubwa, huku juhudi za kumtafuta zikiendelea. Karibu katika mwendelezo wa ripoti kutokea hapa Families Media, na mimi ni Gervas Machaku. Karibu. Naitwa Fatuma Mohamed Malinza. Ilikuwa siku ya Jumapili, tulielekea shamba mimi pamoja na mjukuu wangu asubuhi. Lakini mume wangu nilimwacha nyumbani. Baadaye alisema na mimi nitakuja huko shamba. Akasema sawa. Kwa kweli alikuja. Asubuhi hiyo tulivuka tu hapo mtoni. Tulipofika shamba tukachuma matembele. Na baba akafika naye akaendelea na shughuli hizo za kuchuma tembele. Baadaye sasa mimi kwa sababu nilienda na jembe, kaambia haya mimi mafungu haya niliyochuma yanatosha. Kwa hiyo naelekea hapo ng'ambo kupalilia matembele mengine. Sema sawa. Basi pale nikamwacha yeye na mjukuu wake. Mjukuu wetu mkubwa kama hizo la 7 mwaka jana. Basi kufika mbele mimi kabla sijafika shamba, mawaga yakaanza. Na wao kuona hali ile hawakuendelea tena na kazi. Wakafunga matembele. Lakini mimi niliwaambia mkitoka hapa msifanyaje? Msiende njia hii kwa sababu maji tuliona alikopo yanakuja. Yanajaa mashamba ya mpunga, yale mipunga yote ilikuwa haionekani. Basi njia hii msiende, piteni darajani. Kusema sawa. Mimi nikachukua ile matembele nikafunga mawili nikaenda nayo kule nilikokuwa nakwenda. Fika njiani huko mimi mvua iliponyesha, lakini nikafika shamba kaendelea kulima. Huku wao kuona ile hali wakafunga matembele wakaelekea hiyo njia nilowaambia. Fika minazi mifupi kule wakakutana na mama moja anaitwa Mama Mariamu. Aliponieleza mjukuu wangu, wasema huko shemeji usipite darajani na maji leo kupitiki, kwa hiyo nzio tunaelekea wapi? Kasanga. Wasema sawa. Wakageuka yeye na mjukuu wake wanafuatilizia hao wa mama. Mama huyo alikuwa na mwanae jinsi alivyokuja hapo kuniambia jana. Mume wangu akawa hana nguvu ya kutembea sana kwa sababu alikuwa anaumwa. Basi wakamwacha nyuma, wao wakaendelea na safari, huyo mjukuu wangu na hao wa mama. Mama huyo na mwanae wa kiume. Basi yule baba yule akamwambia mjukuu wetu, sema wewe kimbia, kamueleze bibi yako huko alikokuwa. Arudi haraka tuondoke kwa sababu maji darajani mengi leo, maana mimi nilikuwa na mpango nikimaliza kulima nirudi nipitie njia hiyo ya darajani. Akasema sawa. Basi yule mtoto akawa bega na huyo mama aliyosema kuna maji darajani. Kaenda kufika mbele kuna korongo kubwa na sikika mungurumo wa maji mengi yanakuja. Basi yule mama akamuhimiza mtoto, "Wai tukuvushe. Maji yanaingia hayo." Na basi yule mtoto akawai akashikwa mkono akavushwa na huyo mama ng'ambo. Akawa ananifuata mimi kwenye guzo lile lilovuka la Mgulasi kule, mimi ndio nilikokuwa. Nishangaa kumuona yule mtoto anakuja. Kamuuliza, wewe nilikuacha na babu yako. Babu yako sasa yuko wapi? Sema babu ndio aliyenituma nikufuate. Maana njia ile uliyosema bibi tupite haiwezekani, maji mengi darajani. Kwa hiyo leo tunaenda Kasanga huko. Na wewe hapa utoke tuondoke.
Basi nikaona sawa, mimi nikaachia kazi. Nikachukua ile matembele nilikuja nayo mawili, nikachanganya kwenye mzigo wa mjukuu wangu. Nikawa nibebe mimi sasa. Yule mjukuu nikamuona anatetemeka, nikachukua nguo niloweka bandani, nikampa ajifunike. Tukaelekea sasa huku alikokuwa anatokea mwenzetu. Kufika, maana nilikuwa na binti yetu huyo hapo maeneo hayo sasa, na binti yangu naye alikuwa anaombeka tembele lake. Lakini aliposikia habari akasanga mwanangu, akasema mama, mimi mbona siwezi kupita huko mbali, inabidi twende tukavuke tuelekee Mazimbu. Akasema sawa. Lakini kufika eneo hilo alikovuka mjukuu wangu, tukakuta maji mengi sana. Yaani yanapanda maji hata mimi wote mfupi. Na hilo korongo refu, mtu anayejua hilo korongo atasema kweli, maana maji yamejaa mpaka yanapanda. Tovo karibia hapo eneo hilo, tukamuona mume wangu na baba wawili pamoja na mume wangu wakawa watatu. Wakawa wanakuja. Kwa kweli na wao walipofika eneo hilo wameshindwa kuvuka. Yule baba alishika baskeli na mwenzie alishika panga pamoja na mume wangu akabeba huo mzigo. Wameshindwa kuvuka. Yule baba alishika baskeli akawa anashusha kwa chini huko, asema labda kuna labda eneo fupi wavuke. Lakini wakashindwa. Basi yule baba alishika baskeli na mwenzie alishika panga, wakageuka, wakarudi walikotoka. Lakini hawakupitia Minazini tena, nikaona wakapandisha kwa juu kama wanaenda Lugala kwa njia ya kati kule. Lakini wale baba wakatembea wao mpaka wakapotea siwaoni. Mume wangu bado yuko pale kaganda na nilikuwa namuelekeza shusha mzigo, weka chini. Kwa sababu haya maji ya korongoni hayakawii kwisha. Ila tu maji yalikuwa na mawimbi sana. Mwenzangu anisikii. Hata mimi alichokuwa anaongea sisikii. Maji na mawimbi yanapita matawi, magogo nini. Kwa kweli alichosema sijasikia na mimi nilichoongea hajanisikia bila shaka, maana ndio maana akaamua uamuzi wa kufanyaje? Wa kugeuka alikotoka. Wakati anageuka, mimi tena sina jinsi kwa sababu maji mengi. Yeye kashindwa kuvuka na mimi nimeshindwa kuvuka. Pamoja na mwanae wewe hapo na mjukuu wetu wote tumeshindwa. Kwa maana mlikuwa pande tofauti. Yeye upo upande mwingine na yeye yuko ng'ambo. Yaani avuke tuelekee Kasanga. Na sisi tulipotaka kuvuka twende Mazimbu, yani ilibidi na sisi tungevuka tuelekee huko alikokuwa yeye. Ilikuwa yani wote yani tulikuwa tunataka tuvuke lakini ilishindikana. Basi yule baba alipogeuka mimi nikawa sina jinsi, na alafu nikasema yeye ndio alioniambia darajani akupitiki. Ninayo imani atakuwa apiti darajani. Atapata watu tu huko watamuelekeza njia au watakuwa wote wanaenda njia hiyo ya Mazimbu. Sababu leo darajani akupitiki. Na muda huo ulikuwepo nahisi kama saa 10 kasoro. Muda ulikuwa bado kabisa. Nikawa na imani najua mume wangu atapita tu njia sahihi. Ndio mama, ndio. Basi mtangazaji, nilimwangalia mwenzangu mpaka kaishia, alifika Minazini kule. Basi akapotea kule, kawa naelekea tu. Maji alikuwa yashaanza kumchukua. Maji hajamchukua bado. Yaani alikuwa anaelekea njia Minazini huko alikotoka ili aende. Mimi nilikuwa na imani anaenda Mazimbu kwenye njia sahihi. Basi kilichoendelea huko mimi sijakijua. Basi nikamwambia mwanangu wanangu, kwa sababu tulikuwepo kule wanangu wawili. Kwa sababu wanangu walikuwepo wanapanda matembele, mimi kule nilienda kupalilia matembele. Sisi mwanangu mmoja na mjukuu wangu huyo tulikuwa alikuwa na babu yake. Wakapata lift ya pikipiki. Wao wakarudi uwanjani wakasanga. Mimi na mwanangu huyo hapo tukarudi kwa miguu. Kwa sababu mwanangu njia hii mimi kweli napajua, lakini hiyo njia kufika Likasanga sijui vizuri. Nikasema mama twende tu. Huyo mwanangu mwenye aliopanda pikipiki mwenye bodaboda akasema wewe mama ukifika maeneo fulani pandisha juu. Utaona tu njia ya magari yale ya mchanga, masawa. Basi tukaelekea hivyo hivyo mpaka tumefika huko Kasanga barabarani. Kabla ya kufika Kasanga barabarani, kuna mama alitukimbilia na huyo mbaba wote tukawa njia moja. Huyo mama ndio akasema kuna wenzangu watatu nimewaacha nyuma.
Yaani mashambani ile tulikuwa tunabishana, wao wanataka wapite Mazimbu. Mimi nimeng'ang'ania kupita huku. Basi mimi nikawakimbilia nyewe, wao leo wanapita Mazimbu. Kasema sawa. Mtu wale kama walinipa mwangaza tu wa kuniambia vile ili mimi nipate mwangaza fulani baadaye. Basi fika Kasanga tukapanda bajaji, tukashuka hapo maeneo ya Sambamba. Kaja na mzigo ule alobeba mjukuu wangu. Nikaweka pale Magengeni nikauacha. Nikarudi mimi mpaka hapa nyumbani. Yule mjukuu wangu alopakiwa na kwenye bodaboda afika hapa kwa sababu tulifunga, alikoroga uji, kauacha, kulikuwa na mboga pia nimemkuta akawa anaipika. Kamuuliza babu hajafika? Asema hapana hajafika bibi. Masawa. Nikanunua sukari tunywe uji huo. Tukanywa uji. Tukasonga ugali. Bado yule baba hajafika. Basi tukakata wetu tukala. Bado si akaja dada yake wifi yangu anakaa hapo juu. Kuna mama aliniambia leo yeye ninapita Kasanga, alimkuta kaka kule. Sema kweli alimwambia hivyo, lakini baadaye kakako kashindwa kuvuka hilo eneo, kuvuka ili tuende wote Kasanga. Basi yeye akageuka kaelekea huko Minazini, hatujui sasa kama kapita huko nani Mazimbu au vipi. Tuliachania hapo. Masawa. Keni mheshimiwa mtangazaji, mimi mpaka imefika saa 3. Wewe baba hajafika. Hajarudi. Basi kasema mimi kengele ikagonga. Sasa ngoje nikaulize wale wa mama niliosikia wanaenda Mazimbu, wanapitia njia ya Mazimbu. Mimi nikateremka kule kwa mwenyekiti wetu huyo Mchele, jirani na hao watu. Basi mimi nikafika kwa watu. Ufika tu huyo mama mmoja ananiita mimi wifi, tumezoeana hivyo. Wifi Biti Malinza umefika? Sema ndio, amekuja. Hivi kaka kafika? Sema ndio alionileta huku nije niulize, je, mmemuona huko njiani labda kachoka? Tukamfuate. Sema kwa taarifa niloipata, rudi nyumbani kwanza ukaangalia. Kama karudi au la. Kama hajarudi, basi wewe uje kwa mwenyekiti utoe taarifa. Sema wifi mimi kuaje tena? Sema taarifa niloipata mume wako kapita darajani. Darajani kapita baba kweli. Mbona yeye ndo alinisalimisha mimi? Nisipite darajani twende Mazini nani huko Kasanga, na kweli alikuja na mimi nilikuwa namngoja pale. Sasa ikawaje yeye kurudi kwake apitie Mazimbu na apitie darajani? Nasema bwana taarifa nilokuwa nayo hiyo. Alikuwa na mkaka mmoja. Jina lake nalijua Mkude huyo, namjua hata mimi. Akasema ningoje hapa. Mimi kwanza naenda kumfuata si alienda kumfuatilia mwenzia na uzuru naye gani sijui. Akasema tua mzigo wako nisubiri hapa. Mimi nikirudi basi tupitie Mazimbu. Lakini kule alikokwenda yule baba alichelewa. Basi mume wako alikuwepo na hisi alichoka, ona bora awai nyumbani. Basi wakati anarudi yule baba aliona kwa mbali yule baba kabeba mzigo wake anaondoka anapitia darajani, na yeye kashindwa kumkimbilia, maji mengi na yuko mbali. Kwa hiyo habari tulikuwa nayo ndio hiyo, mume wako kapita darajani. Basi mimi pale nilichanganyikiwa kwa kweli. Ni Mungu alinipa subira, alinipa nguvu, nikarudi nyumbani, kuta hali ndio baba yake hajafika. Na bahati nzuri na dadake tena alikuja, nikamwambia habari hizo. Basi akapigia simu na mwanae bodaboda na mume wake pamoja na kijana mwingine. Kijana mwingine yeshaka walikuwepo wavulana 3. Mimi na wifi zangu 2. Tulienda hapo kwa mwenyekiti kutoa taarifa. Kwa pale kweli tumetoa taarifa kwa mwenyekiti kama ndio hizo kwa nazo. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza ni siku ya ngapi? Siku ya 4 toka Jumapili jioni amepotea. Leo siku ya 4. Poleni sana. Asante. Na vipi kwa sasa hivi kuna jitihada zozote ambazo zinafanyika kwa ajili ya kuhakikisha kama watu wanaanza kumtafuta ili kujua kwamba kuna namna gani yote inaweza kufanyika? Ilitoka Jumatatu hiyo. Jitihada zifanyika kwa viongozi
Na kwa sababu asubuhi ile usiku huo tukapata habari kuna mtu Mazimbu kavabuliwa. Basi asubuhi ifi zangu na mkwe wangu walienda kule hospitali, yani mochwali, kagundua labda ndio mwili huo, lakini sio wa kwake. Alafu tena walienda hadi polisi, walisema sisi hatujapata taarifa yoyote. Kwa hiyo wakapata namba ya polisi wakarudi. Baadaye hapa viongozi wakaja wasema hapa inabidi tupate watu wa fire watusaidie kwenye utafutaji. Kweli wale wakaja muda kama nahisi kama saa 9 jioni wakatafuta ikashindikana. Jana tena wakaja wakatafuta ikashindikana. Na pia na jitihada za wananchi pia wakawa wanatafuta lakini wapi? Shindikana. Na leo tena wanangu na ndugu wengine wakaenda huko tena wakatafuta wakagundua kiloba cha mzigo tu. Kuta kiloba kweli kina mzigo na kweli walivyonihakikishia mimi ni mzigo huo alobeba huyo baba. Sababu ilikopo kuna mboga kidogo na mahindi mawili na hayo matembele. Ndio wameuona na kiloba hiko kimeanikwa hapo, wamerudi nacho, mboga zimeoza kwa zimwaga. Poleni sana. Asante. Na sasa hivi hapa wameondoka tena wa baba. Maana eneo hilo walokuta mzigo nasema kuna kina kirefu chini. Muda ndio itakuwa muda yeye yupo hapo. Wametoka hapa kuna nahisi na wazamiaji wengine.